ili kuvilinda viwanda vyetu vya ndani. Naomba hili lieleweke. Serikali mwaka huu imeamua itanunua mbolea kutoka viwanda vya ndani tani 200,000. Tani 200,000 na tani 50,000 zitanunuliwa ni za chokaa kwa ajili ya shughuli za nini? Za kilimo. Kwa nini tunanunua viwanda vya ndani? Serikali itazinunua hizi mbolea bila kuathiri mfumo wa ruzuku wa kawaida unaoendelea. Wenyewe utaendelea kama kawaida. Lakini hizi mbolea tutakapozinunua, tutazipeleka kwenye maeneo ambayo mbolea haitumiki sana, ili Watanzania waanze kutumia mbolea ya viwanda vya ndani na kuona matokeo yake. Kwa sisi tuliotoka mashambani, ambao tumezoea mashambani, kunibadilisha kutumia DAP niliyoizoea, ukaniambia tumia otesha, lazima nione kwa macho. Kwa serikali itanunua mbolea hizi na kuzisambaza kwa program maalum katika mikoa mbalimbali katika nchi yetu kwa wakulima ambao hawatumii mbolea. Ujenzi wa kiwanda hiki umeanza mwaka 2021 Julai na sasa umekamilika. Kiwanda hiki kina uwezo, installed capacity, ya tani 1,000,000 ya mbolea. Teknolojia ya mbolea wanayozalisha ni mbolea inayoita organo mineral. Mbolea ya organo mineral ni mbolea ambayo ni mchanganyiko wa virutubisho vya asili pamoja na vya kemikali. Mbolea hii inatumia zaidi samadi, lakini vile vile wanatumia phosphate, wanatumia chokaa, halafu wanaweka na virutubisho vya ziada vya kemikali. Kama mnavyofahamu, kama nchi tumekuwa tukiagiza karibu tani 1.2 za mbolea kutoka nje. Sasa hivi kama Tanzania tutakuwa, hichi ni kiwanda chetu cha pili cha uzalishaji wa mbolea. Lakini hiki ndio kiwanda kikubwa kuliko viwanda vyote vya mbolea katika ukanda wetu huu. Kwa maana ya kwamba hichi ndio kiwanda kikubwa kuliko kiwanda chochote cha mbolea katika Jumuiya ya Afrika Mashariki. Kiwanda hiki uwekezaji wake ni dola milioni 180, na jambo la kumshukuru Mwenyezi Mungu, mwekezaji huyu sehemu kubwa ya fedha za uwekezaji, pamoja na kuwekeza fedha zake binafsi, lakini amesaidiwa na mabenki ya ndani ya nchi kuhakikisha kiwanda hiki kinafanya kazi. Kiwanda hiki kwa sasa kimeshaanza uzalishaji. Nadhani kwa wakulima walioko vijijini toka mwaka jana wameona kuna mbolea inaitwa fomi. Kuna fomi otesha, fomi nenepesha, ndio? Fomi kuzia na za namna hiyo. Kwa hiyo zimeshaanza kuingia sokoni, lakini jambo la kumshukuru Mwenyezi Mungu, tumeshaanza kupata mahitaji kutoka nchi zinazotuzunguka. Kama Kenya wamekuja hapa mwaka jana, nimekutana mimi mwenyewe na waziri wa kilimo, aliyekuwa waziri wa kilimo wa Kenya. Wakaleta wataalamu wao, wakafika kiwandani, wakaangalia mbolea, wakaenda kufanyia trial na wakaanza kuchukua mbolea kwa ajili ya zao lao la chai. Lakini mbali na hiyo, nchi ya Malawi imeonyesha interest ya kununua mbolea kutoka Tanzania. Na sisi kama serikali hatutazuia nchi yoyote inayotaka kununua mbolea wapi? Kutoka wapi? Tanzania, kwa sababu hii ni biashara. Hii ni nini? Biashara. Yale mambo yetu ya kwamba kwa nini sisi tusizuie itumike ndani? Hapana, tutaitumia na sisi, lakini akipatikana mtu anayetaka kutoka nje, naye ataruhusiwa kuinunua, kwa sababu lazima mtaji uliowekezwa uwe na sense. Huyu mtu aweze kurudisha uwekezaji wake, apate faida, alipe mikopo yake benki, aweze kufanya biashara yake vizuri. Mpaka sasa kiwanda kimeajiri wafanyakazi moja kwa moja 1805.